Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, bado anachukizwa na kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Bwana Macron anasema itabidi kuimarisha msimamo wetu wa pamoja ikiwa Israel haitafanya zaidi kukabiliana na hali ya kibinadamu huko Gaza, na hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP ambalo limeripoti. Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron bado anaumizwa na kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza baada ya taarifa kudai kwamba Israel imezuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ambayo ilianza wiki iliyopita. Israel ilikubali kuachia nafasi ya upitishwaji wa bidhaa kwa ajili ya watu wa ukanda wa Gaza ikiwa ni pamoja na chakula, dawa na huduma zingine za kijamii. Hata hivyo, kinachoendelea wakati huu inadaiwa kwamba Israel imeshambulia moja kati ya malori ambayo yalikuwa yamepeleka chakula huko katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo kwa mujibu wa Bwana Macron anasema ni kitendo ambacho Israel inakosea sana. Akizungumza katika safari yake ya kwenda Singapore, Macron aliripotiwa kusema kuwa hatua kama hiyo ni mbaya sana na ni muhimu tukawa na msimamo maalum juu ya Israel katika masaa na siku zijazo. Lakini pia anasema kutambua taifa la Palestina lenye masharti ni wajibu wa kimaadili. Hii ni kulingana na AFP. Hata hivyo, kauli hii ameirejelea tena baada ya Marekani kusema kwamba Ufaransa haipaswi kulitambua taifa la Kipalestina. Huku rais huyo wa Ufaransa akiwa katika nchi ya Misri aliwahi kuzungumza akisema kwamba atalitambua taifa la Kipalestina katika kipindi cha mwezi Juni baada ya kuona baadhi ya taratibu zimeshakamilika, huku Israel pamoja na Marekani zikipinga kwa kiasi kikubwa juu ya suala hilo. Hata hivyo, Bwana Macron, moja kati ya jambo ambalo anapinga ni kitendo cha Israel kuendelea kuteka maeneo zaidi katika eneo la ukanda wa Gaza. Mawaziri wa Israel wanasema makazi mapya 22 ya Israel yameidhinishwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, na hii ni upanuzi mkubwa zaidi katika miongo kadhaa, na wameendelea kuteka maeneo ya Wapalestina. Hata hivyo, vituo kadhaa tayari vipo na vimejengwa bila idhini ya serikali, lakini sasa vitafanywa kuwa halali chini ya sheria za Israel. Maeneo mengine mapya kabisa kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Israel Katz na waziri wa fedha Bezalel Smotrich, makazi ambayo yanaonekana kuwa haram chini ya sheria za kimataifa. Israel inapinga hili na inasema ni moja kati ya masuala yenye utata kati ya Israel na Palestina. Katz alisema hatua hizo zinazuia kuanzishwa kwa taifa la Palestina ambalo litahatarisha Israel, huku ofisi ya rais wa Palestina ikiita kuongezeka kwa hatari. Hata hivyo, Macron kuhusu suala hili la Israel kuzidi kujitanua anasema kwamba wao wanahisi wataletewa hatari, lakini wao ndio wanaotengeneza hatari kwa kutoa maeneo ya watu, na ndio maana makundi kadhaa ya wapiganaji hayaishi huko katika ukanda wa Gaza. Macron anasema hata kama watalimaliza kundi la Hamas, yataibuka makundi mengine katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, na hii itasababisha kutokumalizika kwa utata na fujo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa mipaka ya Palestina na Israel. Shirika la kupambana na makazi la Israel Peace Now liliita hatua kubwa zaidi ya aina yake katika zaidi ya miaka 30 na kuonya kwamba itabadilisha kuwa kiasi kikubwa ukingo wa magharibi na kuimarisha uvamizi huo hata zaidi na zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.